Wazee wetu hawa kadiri wanavyozeeka, unaona uwezo wao wa kufahamu unashuka. Kwa nini? Mwili unaanza kupoteza afya yake halisi. Lile ambalo pengine huko nyuma mzee huyu alikuwa akilifikiri na kulifahamu kwa muda mfupi, atatumia muda mrefu kufahamu, kwa sababu umri unafanyaje? Unakwenda mbele. Na ndiyo Qur'ani ikathibitisha hilo, wa man nu'ammirhu nunakisuhu fil khalqi, na yule ambaye tunamtunukia umri mkubwa tutampunguza katika afya ya mwili. Utaona vitu vingi vinapungua, hata uwezo wa kuzingatia. Mzee huyu ambaye alikuwa madarasa, alikuwa skuli, alikuwa na uwezo mzuri wa kuelewa, sasa ni mtu mzima, uwezo ule haupo tena, kwa sababu al-aqlu salim fil jismi salim. Ukitafuta akili iliyo nzima, akili iliyo sawasawa, lazima utakwenda kuipata katika mwili ulio na afya bora. Al-aqlu hiya alatul idraki allati tatakawanu min jawanibil mukhi. Kwa hiyo maana yake, kumbe, ili uwezo wa akili upate kuwa salama, unahitaji vyakula mbalimbali vya vitamini mbalimbali. Vyakula hivi vitakwenda kutengeneza madini ambayo yatapeleka msukumo mzuri wa damu na ubongo. Akili itakuwa katika kasi ala mithli al-hasub, ni kama kompyuta. Na ndiyo maana wataalamu wa biology wanatuhimiza sana kula vyakula vyenye vitamin na matunda mbalimbali, sio kwa ajili ya kujenga mwili peke yake, bali na kuitengenezea akili uwezo mzuri wa kufanya kazi yake. Dini hii ya Uislamu, chombo mama kilichobeba Uislamu ni Al-Quranul Karim. Qurani inahitaji vitu vitatu, na vitu vyote ukivitazama ni faida na mavuno ya akili. Atadhakuru, watafakuru, watadabburu. Nitarudi baadaye. Qur'ani inahitaji vitu hivyo. Ukisoma Qur'an, atafakuru, watadhakuru, watadabburu. Nitarudi baadaye. Vitu hivi haviwezi vikapatikana vizuri hata ukiwa msomi namna gani, kama akili haiko salama. Matokeo yake eleweko litakwenda tofauti. Kwa hiyo tunahitaji tutengeneze akili bora, ili akija kusoma mwenye akili nzuri, lile eleweko litakuwa eleweko la sawasawa, ataelewa vizuri kile anachokisoma. Elimu inahitaji nini? Akili. Ikiwa akili haiko salama, shida. Hiyo ndio akili. Mmoja katika watu wa ilmu nafs alisema, al-aqlu fil jismi al-aqlu fil jismi alatun tuwajjihu wa ta'muru wa tahtaru wa tarfudhu wa tuhibbu wa tunkiru. Akili katika mwili wa mwanadamu ni chombo. Al-aqlu fil jismi alatun, akili katika mwili ni chombo. Chombo hiki tuwajihu, huwa kinatoa muongozo. Yani akili huwa inamuongoza mtu, kwa sababu akili ni chombo. Hapa nataka ni wakumbushe ndugu zangu katika imani.
binadamu wapo wanaishi kwa njia mbili tofauti. Kuna watu wanaongozwa na akili na kuna watu wanaongozwa na nafsi. Hilo natakiwa tulijue. Tuukaribishe mwezi wa Ramadhani kwa kwenda kurekebisha maisha yetu. Twendeni tukaongozwe na akili, tusiende tukaongozwa na nini? Na nafsi. Shida kwa sababu inna nafsa la amaratun bisu. Siku zote nafsi kazi yake ni kumsukuma mtu katika mambo sio. Maaleshi, tunapoona mikwaruzano isiyo na sababu katika jamii ya Kiislamu, ukifuatilia sana sababu yake ni nafsi na sio akili. Laiti zingekuwa zinatumika akili, lazima tungetafuta faida, kwa sababu maisha ni mahesabu. Maisha ni mahesabu. Laiti tungekuwa wanadini, tungekuwa Waislamu, twaongozwa na akili, lazima ingefika wakati mikwaruzano isiyo na faida tungetumia, kwani haya yanakwenda kuzalisha nini? Kwa sababu maisha mahesabu. Aya pamoja na kuwa ni mansukha, lakini Allah alitufundisha ishara kwamba maisha ni mahesabu. Wayasalunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min nafi'ihima. Hapa kuonesha maisha ni mahesabu. Aliambiwa Bwana Mtume Muhammad, watu wako huwa wanakuuliza sana kuhusiana na kutumia pombe na mambo ya kubeti. Waambie maisha ni mahesabu. Nitakurudisha hapa. Waambie kupitia viwili hivyo, pombe na kamari, ndani ya viwili hivyo, pombe na kamari, ithmun kabirun, majazi mursal, kuna hasara kubwa sana. Katumia neno ithmu li'idhami, lakini asili yake ni hasara. Lakini dhambi imetajwa kwa sababu dhambi ndiyo jambo zito zaidi katika maisha ya Muislamu. Lakini kuna hasara nyingine ukiondoa dhambi. Kuna watu wanapoteza afya zao kwa sababu ya pombe. Kuna watu wanapoteza udugu wao kwa sababu ya pombe. Kwa hiyo ndani yake kuna hasara kubwa sana kwenye matumizi ya pombe na kamari. Watu hupoteza udugu wao. Fanya mahesabu. Mara nyingi nimekuwa nikisema, ebu fanya mahesabu. Magari mangapi kwa mwaka yanaharibika sababu yake madereva walevi, au waliongozwa na makonda walevi, au walikuwa wanapishana na madereva wengine walevi? Magari mangapi? Alafu ufanye mahesabu ya majumuiko kwa mwaka. Watu wangapi wanapoteza maisha kwa sababu ya pombe? We safiri hivyo. Mara ngapi ndani ya mwaka viwanda vinazorota uzalishaji kwa sababu wafanyakazi wameamka asubuhi kwenda kazini wamelewa? Sasa ukifanya mahesabu haya, fihima ithmun kabirun, ndani ya pombe na kamari kuna matatizo makubwa sana, ikiwemo dhambi, lakini kuna matatizo mengine makubwa sana. Kuna watu inafika wakati ulevi una